ni kwa ajili ya kuwalea wanafunzi wote ambao wako ngazi za shule za msingi mpaka vyuo vikuu. Malezi yetu yanajikita zaidi kwenye mambo ya kiroho, kimwili, kiakili, kitabia na kihisia, ili sasa wawapo mashuleni waweze kukizi mahitaji yao na kuwa wazalendo kwa ajili ya taifa letu ambalo linahitaji vijana ambao wana hofu ya Mungu. Pengine unawaasa nini leo hawa wahitimu ambao wamefanya mahafali yao ya kwanza katika shule ya Tarime Sekondari? Naweza nikawaza hawa vijana wetu wa CJMSF ambao wameweza kuhitimu mahafali ya kwanza ya CJMSF jimbo la Tarime, kwamba waweze kusimama vizuri kiroho ili waweze kutekeleza majukumu yao hapo baadaye, maana bila neno la Mungu hawawezi wakafika popote. Tunaona hata taifa letu, tunaona viongozi wengi ambao wanalitumikia taifa letu, tumeona kwamba wamekuwa wazalendo katika maeneo mbalimbali. Ndio maana mpaka saa hizi viongozi wenu wengi wamekuwa wanafanya majukumu makubwa ya kitaifa na kimataifa. Nitoe wito kwa viongozi wetu, hasa maaskofu, wachungaji na waumini mbalimbali wa hii dini mpya, waweze kufungua matawi maeneo mbalimbali. Maana hii huduma imeshafuata taratibu zote ngazi ya taifa mpaka ngazi ya chini. Hivyo na waasa wachungaji na maaskofu wote waweze kuhusika kwenye huu wito wa kuwatumikia vijana na wajitoe kwa mali zao. Maana hamtawezi kufanya hii huduma bila kujitoa. Hii huduma ni ya kujitoa. Tunawaandaa vijana ili baadaye waweze kulisaidia taifa katika maeneo mbalimbali. Hata kanisa letu na malengo makubwa, tunataka tuwaandae wataalamu katika ngazi mbalimbali. Kwa mfano saa hizi tunahitaji vijana ambao wapo, tuwaandae kuwa wachungaji, kuwa maaskofu, kuwa viongozi mbalimbali ambao wataweza kutumika katika kanisa letu hii la EAGT. Kwa majina naitwa Esther Ibrahim Degratias. Kwa matarajio ya mtihani wangu ulio mbeleni, mimi kama mwanafunzi wa kidato cha 6 ninatarajia ufaulu ulio mkubwa, yani kwa division 1, ambao utanisaidia. Kwa sasa hivi najua kuna mapambano mengi katika ushindani wa division 1, ili niwezeshe kufika katika malengo yangu, hasa ya kwenda chuo kikuu, chuo ambacho ni kizuri, kitanivusha na kunifikishia katika ndoto zangu. Unawaambia nini wazazi wako? Wazazi wangu ninawaambia, cha kwanza nasema ni asante kwa ule msaada ambao wametoa, au pale ambapo wamejitoa toka alivyonisomesha toka chekechea, primary, O level mpaka saizi ni advanced level. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yao. Pia nasema ni asante, Mungu amewapa uhai. Kingine ninachoambia wazazi ni kwamba hata kama wanapitia changamoto nini, japokuwa zipo changamoto ambazo zinaweza kufanya mtu kakata tamaa, lakini nawaambia wazazi kuwa nawahakikishia kuwa nitafanya vizuri katika mtihani wangu na kuwapa moyo wa kuwasomesha ambao ni wadogo zangu walioko nyuma. Pengine unafikiri umoja huu wa chama chenu cha kidini, unafikiri umekusaidiaje katika maisha yako kwa sasa? Kiujumla, umoja huu wa CJMSF umetusaidia. Kwanza kwangu mimi, umenisaidia mfano katika shuleni kuendesha katika vipindi mbalimbali vya dini kulingana na ratiba ya shule, ambayo inatusaidia kwetu sisi kukuza kiroho, ambapo na sisi natusaidia wakati hata ukiwa na shida unamuomba Mungu anakusaidia. Na pia umoja huu unatusaidia ni jinsi gani ya kujua Mungu ni wa muhimu katika maisha yetu. Pia kiujumla, kama wana CJM wote katika umoja huu, tunashukuru kwa walioanzisha, maana umoja huu unakuza pia utamaduni wetu wa kidini ambao unatusaidia sisi ambao ni wana EAGT. Kwa majina naitwa Lilian Michael Stefano. Kwa matarajio yangu katika mitihani yangu ya mwisho kupitia hizi mahafali tuliofanya ya dini pamoja na shule, ninaahidi matokeo mazuri itakayowapendezesha wazazi pamoja hata na walezi wangu wa dini. Hivyo nitaamini Mungu atanisaidia na nitafanya kwa bidii, nitafanya kwa vizuri, na katika matokeo yangu ya mwisho nitapata grade iliyo nzuri, na nitaamini nitaenda chuo nini. Ndugu, jamaa na marafiki, wazazi pamoja na kanisa kwa ujumla,
wasiwe na hofu kwangu mimi, ila tuzidi tu kuombeana kwa Mungu, kwa sababu changamoto ni mengi. Ili kufikia mafanikio ni lazima kupitia changamoto mbalimbali, na ili kutatua hizo changamoto inabidi tumshirikishe Mungu katika kazi zote tunazopitia, shughuli tunazoshughulikia. Kama mimi kama mwanafunzi, shughuli yangu ni kusoma. Takiwa kabla ya kusoma nimshirikishe Mungu, ndipo atakaponijalia matunda mazuri. Ila kwa upande wangu mimi natarajia kweli kufanya wonders katika mtihani wangu wa mwisho, na ndio ndoto yangu. Na ndoto yangu ni kuwa mtu mkubwa, ili niweze kuwanufaisha wazazi, niweze kulipiza kile ambacho wanatumia kunifundishia, ili na wao baadaye waje waendelee maisha kabla. Pengine waasa nini wazazi ambao wamekuwa na tabia ya kutokuwapeleka watoto wa kike shule? Kwa sasa hivi sayansi na teknolojia tunakoendelea sasa hivi na inavyozidi kuendelea, inapaswa watu wote wasomeshwe, both sex, girls and boys wanatakiwa wasomeshwe. Kwa sababu gani? Msichana kama msichana, nikimaanisha mwanamke, ana mchango mkubwa sana katika jamii, na ukizingatia sisi wa mama sasa hivi ndio nguvu jeshi kubwa. Sisi hata katika vyeo huko vya juu, tukizingatia tu mfano tusemee Mama Samia ni mwanamke lakini anaongoza nchi. Kwa hiyo haina budi wazazi kuwafundisha, kuwasomesha watoto wao wa kike, ili baadaye waje wawapatie matunda mazuri. Ukiangalia katika maisha yetu ya sasa hivi, vijana hawa wa kiume wengi wao wakishapata hivi, wengi wao wakumbuki wazazi. Lakini mtoto msichana, binti akishasoma hivi, amefanikiwa, ni lazima atarudi nyumbani na atasaidia wazazi wake, akikumbuka ni yeye ndio mama na ndio baba na ndio aliyesababisha mpaka akafanikiwa kufikia maisha haya. Kwa majina naitwa Meliki Kiango Makole, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 mchipuo wa HGK Tarime High School. Leo tulikuwa na mahafali mahali hapa, lakini mbele yetu tarehe 5 mwezi wa 5 2025 tutakuwa na mtihani wa taifa. Binafsi naahidi kufanya vizuri, maana wazazi wanawekeza sana katika elimu ili kuhakikisha sisi tunafika mbali na tunafanya vizuri kitaaluma. Binafsi naahidi ya kwamba nitafanya vizuri, na Mungu kwa sababu yuko upande wetu, hakuna jambo ambalo litashindikana kwetu sisi. Hivyo tutafanya vizuri kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Pengine unafikiri huu umoja wenu unawasaidiaje, huu umoja wa dini ambao umesababisha leo mko hapa? Kwanza nimpongeze sana askofu wa kanisa la EAGT Tanzania kwa maono yake kwa kuundwa chama hichi cha kitume mashuleni CGMSF. Ni wazo zuri ambalo limetufanya vijana tujengeke katika imani ya kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu katika kila jambo. Na tumekuwa shuleni tukipata huduma, na tumekuwa shuleni tukimtumikia Mungu, kwa sababu tunaamini ya kwamba pasipo yeye hatutaweza kufikia malengo yoyote.